wingi wenu. Asanteni sana. Tunafurahi sana kuwaona hapa. Viongozi wote mlioko hapa, wakuu wa taasisi, wakurugenzi, watumishi wa VETA, vyombo vya ulinzi na usalama, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niko hapa kukukaribisha. Naomba niseme machache. La kwanza, kukushukuru sana kuendelea kutuunga mkono. Leo uko na sisi katika kuadhimisha miaka 30 ya VETA, na kwa hakika ni miaka 50 kwa sababu mwaka 1975 serikali ilianzisha idara ya kusimamia mafunzo ya ufundi na ufundi stadi kama idara kwenye wizara, ambayo baadaye ndio imekuja kugeuzwa kuwa VETA. Kwa hiyo tukichukua VETA katika mfumo yote miwili itakuwa ni miaka 50. Kwenye mfumo wa VETA tu kama mamlaka ni miaka 30. Leo umekuja kuungana na sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini sio mara ya kwanza. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Maadhimisho haya Mheshimiwa Waziri Mkuu yameanza na mambo kadhaa. Mojawapo ni kutoa huduma. Muhimbili pale vijana wameenda kupaka rangi jengo la watoto pale, na kazi nadhani bado inaendelea kwa sababu inafanyika kwa awamu ili kutokuvuruga matibabu yanayoendelea pale. Lakini wanafanya shughuli kama hizi katika taasisi za serikali na katika mikoa mbalimbali kama sehemu ya kuadhimisha hii miaka 30 ya VETA. Na kwenye hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitoe shukrani za pekee kwa kampuni ya Insignia ambayo inatengeneza rangi za koro, kwa sababu wamejitolea, wametoa rangi ambazo zinatumika na VETA kwa ajili ya shughuli hizi za kuadhimisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yameelezwa mafanikio na singependa kuyarudia, lakini niseme tu, pamoja na yote yaliyoelezwa, idadi ya watu waliosoma na idadi ya vyuo, bado serikali inatoa ruzuku kubwa sana katika utoaji wa elimu ya VETA. Kwa mfano, ukienda kusoma VETA, unalala bwenini, unakula mle mle na unasoma, ada yake ni shilingi 120,000. Ukiwa unafanya day, unalala nyumbani, unaenda chuoni, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa kweli ukiangalia gharama za uendeshaji na ada inayolipwa, ruzuku ya serikali ni kubwa sana. Na kama ambavyo imeelezwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa sasa hivi ni kutekeleza maelekezo ya rais wetu kwamba tumalizie kujenga VETA katika wilaya zote. Na tuna wilaya 64 ambazo ujenzi unaendelea, na mkoa ambao ulikuwa hauna VETA ya ngazi ya mkoa ni mkoa wa Songwe, na kazi inaendelea Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya usimamizi wako katika utekelezaji wetu maagizo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika miaka hii tunayoadhimisha, jambo moja kubwa ambalo ningependa niliseme ni kuzidi kuimarisha mfumo wa utoaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali, kabla ya hapo, VETA yenyewe ilikuwa ni mamlaka, inamiliki vyuo vya VETA. Tunavita vyuo vya VETA, lakini normal wanaita VTC, Vocational Training Colleges, hapa nchini. Lakini ilikuwa ni mamlaka ya regulation, ina regulate vyuo vya watu binafsi. Kwa kulikuwa kidogo kuna maslahi gonga kwamba vyenyewe vinashindana na watu binafsi, lakini vinasimamia shughuli za vyuo binafsi. Tulikuwa na baraza la NACTE ambalo kazi yake ilikuwa ni kuangalia ufundi, vyuo vingine vya ufundi kusimamiwa na NACTE. Serikali iliamua kuunganisha NACTE na kuchukua mamlaka ya urekebu ya VETA na kuanzisha taasisi inaitwa NACTIVATE, ya National Council for Technical and Vocational Education and Training, ambayo sasa inasimamia VETA na vyuo vyake vyote na watu binafsi. Na ningependa leo nitumie fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu vile vile kumtambulisha mtendaji mkuu mpya wa hili Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, ambaye yuko hapa na mwenyekiti wake, anaitwa Dr. Mwajuma Lingwanda. Ndio kwanza tu kaanza kazi yake baada ya utaratibu mzima wa serikali na hatimaye kuteuliwa na bodi ambayo inaongozwa na dada yangu Ndunguru, yuko hapa vile vile, nimtambulishe mwenyekiti wa bodi ya NACTIVATE. Jingine ambalo ningependa sema mawili tu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Moja, kama ambavyo imeonyeshwa hapa, VETA sasa hivi inaenda kwenye kuimarisha zaidi mahusiano yake na wazalishaji na shughuli nyingine zote za viwanda
ili kuweza kupata ujuzi kutoka kwa wale wanaotekeleza. Lile liloonyeshwa hapa, wale waliotoa ushuhuda Mheshimiwa Waziri Mkuu, lilikuwa ni kongamano la kuadhimisha hii miaka 30 ambalo waliitwa wadau wa nguo na mavazi. Na mle ndani umemwona yule anaitwa Doto, yeye ana DD collection. Ukimwangalia yule Msuya, yeye anafanya kazi kwenye Ana collection. Ana collection anashona nguo, anauza na nje ya nchi sasa hivi. Na katika washiriki walioshiriki siku hiyo yupo fundi mmoja alisomea Peramiho. Peramiho ni VTC ya serikali. Huyu fundi ndio kanishonea suti hii. Kama imekuwa mashallah, ujue ni kazi nzuri ya VTC. Kwa kazi yetu kubwa itaendelea kuimarisha, kwa sababu tungependa walioko kule wanafanya wasaidie vile vile kugawa ujuzi kwa wanafunzi wapya. Na wapongeza sana VETA kwa sababu wamelichukua hili, wanajenga mahusiano na mafundi ujenzi, utalii na ukarimu na sehemu nyingine. Mwisho kabisa, labda Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningeomba tu kueleza kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na usimamizi wako, mageuzi ya elimu yameanza kuingiza haya ambayo tunaita mafunzo ya ufundi na ufundi stadi sasa kama mkondo wa elimu ya sekondari. Wale watakaoenda elimu jumla, lakini watakaoenda kwenye mkondo huu wakimaliza form 4 wanapata cheti cha Baraza la Mitihani la Taifa na watapata cheti cha NACTVET at the same time kwa wale masomo ambayo yanafundishwa. Na watakaoenda kusomea ufundi, kuna fursa ambazo tumetengeneza. Tunajenga technical polytechnic sasa hivi. Tunakamilisha utaratibu wa kujenga Mtwara, Morogoro, Kigoma, Mwanza, Dodoma tumekamilisha, na kingine Zanzibar, ili waweze wakasomea ufundi ili kukidhi mahitaji makubwa ya mafundi kama hao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijakukaribisha, naomba nitaje jambo moja muhimu sana. Pamoja na kwamba ada ya kwenda VETA ni ndogo sana, bado tunakaribisha wafadhili kusaidia vijana wanaotafuta kwenda kusoma VETA. Rais wetu anafadhili yeye binafsi, wanafunzi wanaenda kusoma pale Kagera. Amechagua idadi, tunawachagua, tunampelekea, anawafadhili. Lakini ningependa kusema vile vile kwamba KCB Bank na NBC Bank wametenga fedha za kufadhili wanafunzi wanaosoma VETA, na wakimaliza wanawafuatilia, wanawasaidia kuingia kwenye ujasiriamali. Nadhani kama ambavyo amefanya mwenyekiti wetu hapa Mheshimiwa Husna Sekiboko, yeye alienda amaliza degree yake ya chuo kikuu, akafurahi kutumia fursa kama wanavyosema kwamba VETA inapokea mtu yoyote anayetaka kwenda kusoma. Ameenda, amesoma, ameanzisha biashara ya viatu na najua biashara nyingine ya electronics. Lakini KCB Bank ukisoma au NBC ukimaliza kusoma VETA, itakushika mkono, inakusaidia, unakuwa na business plan, inakufadhili, unaendelea kufanya shughuli zako na kuweza kujitegemea na kuwa mjasiriamali. Haya yote Mheshimiwa Waziri Mkuu ni sawa na kusema kwamba katika mageuzi ya elimu, hasa katika ufundi na ufundi stadi, yajayo yanafurahisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima na kuomba